tunaonea yote 9:10. Ni kwamba tayari kama tulivyokuahidi kwamba tutakuwa na wageni hapa ndani ya studio kutoka Kisauni Vocational Training ama chuo cha kiufundi cha Kisauni pale, ambapo siku leo wametutembelea kwa sababu ya kujua ama tukaweze kujuzana mawili matatu kuhusiana na masuala mazima ya elimu pale, ama na swala zima lile la elimu. Yaani tunasema kwamba ni masuala ya kutuliza ubongo, ya kuweza kuelimisha ubongo. Unajua unaweza kuwa una ubongo lakini hauna elimu. Ngine nasema kwamba una uongo. Tukianza na upande wako kakangu. Jina ni Bwana Zablon. Bwana Zablon Rando Nzai. Bwana Zablon Rando Nzai ni mwalimu pale Kisauni Vocational Training Center. Nikiwa nafundisha kitengo cha building, ujenzi. Mbali na ujenzi ni mwenyekiti wa marketing. Mbali na marketing pia ni communication officer pale Kisauni Vocational Training Center. Mbali na hayo yote jina ambao wanifahamu pale shuleni ni Zela Pounds. Zela Pounds. Najua kwamba hakuna mwalimu ambaye anafanya bidii pale shuleni, mwalimu yote yule ambaye anatia jitihada za kuhakikisha kwamba wanafunzi wanakuwa vizuri, ni lazima atakuwa na nickname kabisa. Hiyo ndio ni lazima hiyo. Tukija upande wa kushoto kakangu. Na upande wako wa kushoto kuna Bwana Ambrose Mwachibua ambaye ni HOD upande wa ICT, na pia tunashiriana sana na Zablon kwa upande wa marketing. Alafu pia niko katika kitengo cha mitihani, assistant examination officer. Na hauna ka pasta ndani? Huwa wananiita pasta. Hapo nimezaliwa ndani upasta. Ni passion ambayo iko. Ukinipatia hiyo platform na perform vizuri sana. Okay. Kwa sababu nimeweza kusikiliza hiyo sauti venye inavyokuja, ni bado kidogo tuseme tupokee upako katika jina la Yesu Kristo. Naam, upako umefika. Amen. Mimi nasema kwamba karibuni sana ndani ya studio zetu, na tukaweze kuelimisha yule msikilizaji kule nje akaweze kujua yale mambo ambayo mnaendeleza katika chuo kikuu pale, ama katika chuo cha kiufundi cha Kisauni. Labda pengine tukirudi kwako mwalimu. Naam. Labda pengine ni mambo gani ambayo mnaendeleza pale, ama chuo cha kiufundi cha Kisauni? Kwa nini mkaamua na kuja chuo kama na chuo cha kiufundi cha Kisauni? Chuo cha kiufundi cha Kisauni, kusema kweli ni kwamba yale ambayo tunaendeleza pale ni mengi. Tukiangalia mtaa ambao tunatoka, uhuni umejaa. Mbali na uhuni kwamba ni mwingi, wenye lugha ya King'eng'e wanasema ni insecurity. Sasa tukiacha hivyo, itakuwa hatujasaidia mwana Kisauni kukutoa pale katika ile hali ulioko na kurudisha katika hali ambayo itakusaidia. Tukiangalia causes of insecurity, kitu ya kwanza ni unemployment. Na kupata kazi siku hizi ni competition. Ukifika pale Kisauni tunakupatia vigezo za kwamba wewe uweze kucompete katika hizi nafasi za kazi ambazo ziko, kukupatia ujuzi wa mikono. Kwa hivyo tukiendelea kufanya hiyo pale, tunakupatia chances za wewe kupata kazi. Mbali na kwamba tunakupatia chances, na pia tuko na mashirika ambayo tumeungana nayo. Baada ya kwamba wewe umemaliza ile kozi yako ambayo umekuja kufanya pale, tunapata nafasi ya kupata attachment na internship. Apart from attachment and internship, pia kukiwa na job opportunities tunaambiwa, na wale ambao wamemaliza tunaweka kwa group yao. Atakayeguswa ambaye hana nafasi wakati huo anaingia. Kwa hivyo hiyo ndio ambayo tunafanya pale Kisauni. Watu wakuje Kisauni kwa sababu nafasi ni kama hizo. Asante sana. Labda pengine ni kozi gani zile ambazo, ama kozi gani kuu zile ambazo mwazifundisha ama hakisha kwamba zinaenda kwa wanafunzi pale katika chuo kile cha kiufundi cha Kisauni? Kisauni pale tuko na department 8 hivi. Nikianza na electrical, ambapo tunafundisha kiwango kikubwa kuanzia craft level, ambapo that is electrical and electronics engineering. Alafu kuna electrical installation, alafu pia kuna solar, pia na upande wa electrical. Alafu kuna mechanical, ambapo kuna light vehicle mechanics, kuna automotive engineering, kuna panel beating, na pia kuna plant mechanics. Alafu tukiingia kwa upande wa ICT pia tuko na craft level ambao ni information communication technology. Alafu pia kuna computer maintenance and repair, kuna computer operator ambayo well known as computer packages. Alafu pia tuko na Cisco ambayo inadili na networking. Alafu pia kuna graphics designs ambazo tuko na
hizo Corel Draw, tuko na Publisher, alafu pia kuna paka hizi Adobe ambapo kuna Photoshop, alafu na Illustrator. Alafu tukiingia upande wa building, kuna building technology, kuna masonry, kuna carpentry, kuna plumbing, kuna sandwriting and painting. Alafu tukiingia upande wa hospitality, kuna food and beverage, alafu food and beverage production service, kuna baking technology, na kuna accommodation operations. Amen, 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 amen. Bila shaka hayo ni mazuri. Ilikuwa ni kionjo. Hicho kilikuwa ni kionjo tu cha yale ambayo wametuletea siku ya leo ya kuweza kujua, lakini tunasema kidogo tukisharudi, nasema kwamba tunarudi na mengi zaidi, tukaweze kujua mapokezi yao yako vipi kutokea walivyoanza hizi taaluma, ama kutoa yale maswali tuweze kuangalia baadaye pindi tu wageni wetu watakapomaliza mazungumzo, ama tutakapofika katikati ya mazungumzo yetu ya siku ya leo. Kuna mengi sana ambayo unajua kwamba unatamani ukaweze kuyafahamu, ukaweze kuyajua, lakini utaweza kuyafahamu. Wale maswali yazuie kidogo, lakini ama unaweza kuyaeka, alafu kisha hapo baadaye nasema kwamba tutaweka hewani kwa kupitia 0790204487. Labda pengine mwalimu, tukaweze kuendelea na mazungumzo yetu ya siku ya leo. Naona kwamba umeweza kufurahishwa sana na kile kilio cha Duruma. Tunahitaji tukaweze kujua, maanake kuna kozi nyingi sana ambazo mmeweza kuzitaja. Naam. Ya kwamba mnaweza kuziofa pale ama mnazitoa. Naam. Kozi hizi mnazozitoa, labda pengine mnalenga akina nani hasa? Tunaangalia umma kwa ujumla. Manake hatusemi miaka fulani unaweza kufanya kozi fulani. Lakini yeyote yule ambaye angependa kufanya kuchukua taaluma yoyote kisauni anaruhusiwa kufanya. Kwa hivyo hatuna age limit. Ni baadhi tu ya tukiangalia wanasema kuna zile kwa nafasi za kazi, kuna underage, vitu kama hizo. So ikiwa wewe uko na miaka 18 unaruhusiwa kuingia kisauni. Hata wale ambao wako less than 18 years, ujuzi hauzuiliwi mtu. Kuna courses kama hizo computer packages and what have you, mtu yote anaweza kufanya kabisa. Kwa hivyo kumaanisha kwamba hakuna any qualification ziko kulingana na stage, unaingia stage gani. Kwa mfano kama unataka kufanya NITA, NITA hizo examination board nafikiri mwenzangu atazieleza zaidi. Lakini kama unataka kufanya NITA, ni mtu yoyote yule ambaye anataka kufanya ujuzi, the technical courses. Mtu yoyote mtu hafungi kama eti bora uko na uwezo wa kusoma na kuandika, unaweza ukafanya. Alafu tukija kwa artisan level, artisan level tunaangalia certificate ya NEC, kama umefanya class 8 au umefanya form 4 with either grade. Kuanzia craft tunaangalia grade of D, ndio unaingia kufanya the craft level. Alafu diploma tunaangalia C minor na kuendelea. The entry levels. Okay. Bila shaka hayo ni mazuri tena zaidi ya sana. Labda pengine tukirudi kwa huyu ambaye tunamuita ni AKM mchungaji. Ni kitu gani pengine kinatofautisha shule yenu na vyuo vingine, ama chuo chenu na vyuo vingine? Mbona nyinyi, kitu gani ambacho kinafanya mkeze kwa unique? Kitu kinakufanya Kisauni Vocational Training Center kwa unique, kwanza ni guarantee attachment. Yoyote yule anaingia pale, tuna make sure kwamba amepata attachment. Kama alivyotangulia mwenzangu, amesema tumeshikamana pamoja na mashirika, ama tunaweza sema industries. So we work hand in hand with the industries so that they can give us the opportunities to take our students to the attachment. La pili pia, kila anaingia pale Kisauni lazima afanye computer skills. Tunajua technology imekuwa ni lazima, kila mahali inatumika. So kila mmoja lazima apitie computer skills, ikiwa ni vitu ambazo ni lazima pale asome. Na labda pengine ni mwaka wangapi kwa hivi sasa kutokea mlivyofungua, na mnaweza pengine mnajivunia wanafunzi kadhaa labda pengine ambao mko nao, unajua kama huyu alikuwa mwanafunzi wetu na hivi sasa pengine walifaulu mahali popote? Labda hiyo iko wanafunzi wengi wamefaulu, na karibuni tutawaleta hapa studio waje wajieleze wenyewe.
tuko nao kila upande wa koze zote. Tuna wanafunzi ambao wako na ushahidi maarufu kwa kwamba wamesomea pale na wako mahali pazuri ambapo wanajivunia. Ni kwamba uhusiano tuko nao mzuri sana na serikali. Kwa hivyo na wanafunzi wetu mostly ni kwamba wanatoka katika counties tofauti. Na akiwa ameregistriwa pale ako na admission number ya Kisauni. Ukweli ni kwamba tumekuwa tukipokea na tunaamini kwamba tutaendelea kupokea bursaries. Yeah. Bila shaka ni vizuri sana kuliweka wazi swala hilo. Labda pengine tukiweza kurudi kwa ndugu yetu hapa, nahitaji pia ukaweze kuzungumza ama kauli yako ni gani. Kuna hili swala la kwamba vyuo vya kiufundi, baadhi ya wanafunzi ama baadhi ya wazazi wamekuwa wakivikwepa sana, kwa wakisema kwamba sijui nitasema kwamba ni dhana ama sijui niseme kwamba ni jambo ambalo lipo. Lakini kwa upande wako unaweza kulizungumzia vipi? Unasema kwamba anayeenda vyuo vya kiufundi huwa kidogo akili yake kuna vile. Labda pengine kwa upande wenu mnaweza kuzungumzia vipi? Kwa hiyo perception tukutoa sahihi. Kitambo wengi walikuwa wanasema ni vyuo vya wale ambao wamefail, lakini kwa sasa tunasema tuko set na TVET, na ni kweli kabisa, ni kitu ambayo hata serikali yenyewe tena inapigia upato ya kwamba vyuo vya TVET ndio vyuo ambavyo vinainua jamii. Kwa hivyo kwangu mimi nasema kwamba wazazi watoe hiyo ya kwamba ati ni vyuo vya watu ambao wamefail katika mitihani pengine ya nyuma. Lakini kwa sahihi ni kwamba ukweli upo ya kuwa ni vyuo ambavyo vinainua vijana na kila moja ambaye anataka ujuzi. Siku hizi ujuzi ndio unasimamisha mtu. Tukirudi kwako mwalimu. Kabla urudi kwangu na nirudi kwako pia. Nimekwambia hapo mwanzoni ya kwamba Kisauni tunafundisha mpaka diploma. Je, mtu ambaye anafanya diploma ni mtu ambaye ameanguka? Ni dhana ambayo ipo kule nje, na ni vyema kuliweka wazi ili swala ili msikilizaji yule ambaye anasikiliza pale nje. Unajua kuna ule mzazi ambaye yeye akiona mwanafunzi wake pengine yeye amepata A, amepata B, anasema kwamba huyu ni lazima ataenda university fulani, lazima huyu ataenda. Kwa hivyo kuna ile masuala ambayo ni lazima tuyavunje pole mpaka ule msikilizaji kule nje ama ule mzazi ambaye yuko na mtoto wake pale nje ambaye pengine anataka aende katika course nyingine ama katika chuo kingine, tukaweze kumtoa pale na tukaweze kumleta Kisauni. Ni pengine kwa hilo kuna bwana mmoja ambaye huu ni mfano ulio hai. Kuna bwana mmoja ambaye ni mwanafunzi wetu pale Kisauni na ni graduate wa TUM. Alienda kusoma TUM akamaliza, lakini akaona ni kwamba angependa kupata zile hands on skills. Amerudi pale Kisauni anafanya electrical. A very good student. Ni ukimwangalia umri wake na sisi kama walimu wake ametuzidi kidogo umri. Na lakini sasa ile heshima aliyoko nayo na vile tunavyoshirikiana pale, kweli ni kwamba si failures. Tunasema kwamba elimu huwa haina mwisho. Elimu haina mwisho na elimu haina kiwango. Kwa hivyo kwa kuwa umerudi kwangu itabidi nirudi kwako. Ndugu yangu, mimi nakuita mchungaji. Ndugu yangu mchungaji. Kwa nini unahisi ya kwamba ipo haja ya ulimwengu ama nchi yetu ya Kenya wanafunzi kujihusisha zaidi na mambo ama na masuala ya ujuzi wa mikono? Haja ipo sana. Kwa sababu tumeona wengi ambao wameenda like kwa hizo universities, unapata wanaenda kule lakini at the end wanakosa mahali kwa kufanya kazi. Lakini mwenzangu ametungulia akasema the hands on skill, that is the very important thing. Na hata kuna wazungu fulani ambao walikuja pale kwetu na walitupatia mfano ambao ni kamili kabisa ya kwamba mwenye anafanya kazi ya ujuzi kule kwao ndo anapokea mshahara mkubwa kuliko yule mwenye ameketi kwa ofisi. Naam. So kule iko opposite na Kenya venye tulivyo. Huko kwetu tunasema mwenye kwa ofisini ndo anapata mshahara mzuri. Lakini sasa kule mwenye na hands on skills, that is the one who earns the best. Labda pengine ni changamoto gani ambazo mwapitia katika chuo chenu? Pengine kuchachawiza kidogo yale mwenzangu ameongea pale, niende kwa hiyo swali ambayo umeuliza. Hands on skills ni nzuri kwa sababu tunafundisha wanafunzi pale
kuajiriwa na kujiajiri. Sasa ukitoka Kisauni umepata skills zako, either wewe ni plumber, wewe ni mason, wewe ni electrician, so many courses. Umetoka pale umepata either ni diploma yako, ni craft ama ni greatest kniter. Umetoka pale, chances za kuajiriwa pengine ziko finyu, haujaajiriwa. Mimi nikiwa badala ya kuleta mtu Dayo aje atengeneze taa hapa kwa sababu imeleta shida. Na mimi ni mwanafunzi ambaye ni member wa Dayo. Badala ya kuleta fundi aje atengeneze hii taa, mimi naweza nikatengeneza. Na mshahara ukaingia bado. Na mbali na hayo, nimefundishwa mason. Pengine nafasi ya kwenda kwa site nijenge hakuna. Naweza nikatengeneza mawe yangu na nikauza. Nafikiri katika hizi njia ambazo tunaona watu wanatengeneza fence, kabro zile kabisa. Hiyo ni nafasi mtu anajitafutia, anajitengenezea. Mbali na kuajiriwa, kuna hizi nafasi mtu ambaye amepata hizi skills za mikono anaweza akatengeneza. Sasa hiyo nimekujibu, nimechachawiza ile swala ambalo ulikuwa umeuliza ndugu yangu hapa. Naomba na wewe niulize ile swala ambalo nilikuwa nahitaji tukiweze kujua ni changamoto gani ambazo mwapitia katika chuo chenu ama katika hizi vyuo vya kiufundi. Sawa. Changamoto ni nyingi. Changamoto ni nyingi tukizingatia kwamba Kisauni ni za community not organization but is a managed institution ambayo inakuwa managed na community. So kwa sababu inakuwa managed na community, kwamba mostly tunategemea kwamba wanajamii walete wanafunzi wao pale. Lakini tukiangalia big percentage ya wanafunzi wetu they are not coming from Kisauni, are not coming from Mombasa. Tunapata wanafunzi wengi ambao ni wa I'm sorry to say this but wa bara. Lakini within the locality, sema kama tukiambia ukweli tunakasirika. Wanafunzi ambao wanatoka within Kisauni ni finyu, ni kidogo sana. Hiyo ni changamoto. Kwa sasa tumekuja hapa kwa sababu tunataka yule mwana Kisau, yule mwana Kisau akapate kujua zile chances ambazo ziko pale Kisauni, ili naye aje. Isije kwamba ule ujuzi ambao unatoka Kisauni ukaenda mahali kwingine ikawa haumfaidi mtu wa Kisauni. That is one. Changamoto nyingine ni kwamba pale tukisema it is managed by the community, ni kwamba hali ya malipo na kuendelea tunazingatia sana wanafunzi. Low numbers of admissions zinafanya mambo mengi ya Kisauni, zile dreams ambazo tuko nazo kama Kisauni zinafifia. Kwa mfano tukishirikiana na mfano Leo Hai, juzi tulikuwa na mheshimiwa MCA wa Bamburi Ward, anaitwa Patrick Mbele. Patrick Mbele akikuja pale akizungumza na vijana, his dream angependa kuona Kisauni Vocational siku moja imekuwa kama Kenya Coast, imekuwa kama TUM, kwa sababu zile pia zimeanza kama vocational. Lakini tukiangalia kufikia pale, ni sisi kama community to back up. Kama hatuwezi kuleta wanafunzi wetu pale, tunapeleka mahali kwingine, tunataka igrow Kisauni, ita grow aje. So it is our call, it is the call of the community to the community itself, kwamba we need you at Kisauni, we want to make Kisauni a better place kwa mtu yote ambaye atakuja kuishi pale. Ndio hiyo. Umeweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la malipo, na naona pia kuna maswali pale ambayo kuna swali ambalo limeweza kuulizwa pale. Huyo anaitwa Masi Katana, anasema kwamba anasikiliza akiwa sehemu za Mtwapa. Anasema kwamba katika mwanafunzi akitaka kujiunga na hiyo shule yao, amesema hiyo shule yao ni Kisauni, pengine anafanya vipi ama malipo yako vipi mwanzoni? Malipo ni yale ya Mkenya. Mkenya sitaki kusema kwamba tuko katika Hustler Nation kwa sababu neno baya katika, lakini tunaelekea Singapore sasa. Sasa wale mahali tumefika, lakini
Inategemea na ile course mtu angependa kufanya. Currently tuko na sponsorship courses hizi zetu za maritime ambazo mwanafunzi analipa only 7,000. Ukiangalia course yenyewe ukienda kwa other institution course for example kama maritime transport and logistics, kufanya maritime transport and logistics it is not less than 50,000. But at Kisauni we offer it at only 7,000. So it depends. Kuna hizi courses zingine na pia mbali na kwamba tuko fees zetu ziko chini, pia bado tunaruhusu installment, partial installments, payment, that is tuna pay installments 3 kwa term iko na miezi 3, so kila mwezi una ile partial ambayo umetengenezewa. Labda pengine katika hizo kozi ambazo mmeweza kuzizungumzia, tunajua kwamba kila shule huwa inasifika kwa yale masomo yake ama zile taaluma ambazo inazitoa. Kwa upande wenu labda pengine ni kozi gani ambayo mnaweza kujipiga kifua wazunguke waendapo, lakini mtajua hii ni yetu, tunabeba hii? Ni kozi gani ambayo pengine imewainua sana kama Kisauni vocational training? Manake kuna shule zingine sasa tuzungumza, sitaweza kutaja, lakini nasema kwamba ukitaka wanafunzi ambao wameiva katika masuala ya uandishi wa habari ama katika communication, nenda katika shule fulani. Kwa upande wenu ni kusema ni taaluma gani? Kwa hilo tukiangalia matokeo ya hivi punde, sitaki kusema shule fulani kwa sababu hawakunilipa kutangaza hapa, lakini matokeo yetu ya course ya hospitality ama food and beverage, we had a 100% pass. 100% pass kumaanisha we have kuna class ya artisans, we had distinctions 7, credit ine na pass 1 wao wanafunzi ambao tulikuwa tuko nao. So ni matokeo ambayo yako catering, hiyo ni catering upande wa kupika. Alafu tukiangalia electrical because of the numbers of students, hiyo nayo percentage ile mtihani ambayo ya NEC ambayo imepita, shule yetu for real hatuna mwanafunzi ambaye ameanguka. So tunaweza tukajipiga kifua tukasema we are good. We are good. Labda pengine mtazamo wako ni gani kabla tuingie katika mapumziko kidogo? Pengine mnajiona mkiwa wapi miaka 5 ijayo? Miaka 5 inayokuja, tunajiona kwamba tuko kwenye competition kubwa sana na vile vyuo vikubwa ambavyo vinatajika. Kama Kisauni nasi tuko mstari wa mbele, na kwa ukweli ni kusema kwamba Kisauni ni one of the best institutions, especially not just in the Coast region lakini in Kenya in total. Kuna mapigano ambayo pengine yanakuja ama mnalenga kuyatimiza? Unajua kwamba kukimbia ni kukimbia, lakini unalenga nini kule mbele? Chenye tunalenga ni kwamba tunataka kuna ile wanaita ISO certified. So kuna kozi ambayo tumetarget kwamba hiyo ISO certified kwa sababu the industry itself imeridhika na products ambazo tunatoa. Acha kidogo tumeze yote 9-10. Tutasema kwamba kwa hivi tunazungumza ni kwamba teknolojia imeweza kubadilika. Naam. Na tunaona kwamba inapanda kwa kasi sana. Labda pengine kwa upande wenu mmejipanga vipi ili kuona kwamba wanafunzi wenu wanaambatana sambamba na mabadiliko ya teknolojia? Pale mwanzo mwenzangu mchungaji wako alivyoanza kusema ni kwamba mchungaji wetu naam, alivyoanza kujitambulisha ni kwamba alisema kwa nini mtu uje Kisauni? Ni kwamba kila kozi ambayo nafanya umeamua umekuja pale kwa kozi ya miezi 3, lakini kuna computer skills lazima ufanye. Kwa hivyo tumejipanga, hakuna mwanafunzi ambaye anakuja pale aondoke tu na kwa mfano umekuja kufanya building. Ufanye building uondoke. Lazima at one point utafanya ICT. Hiyo ndio
tumejipanga hivyo kwa sababu ya teknolojia vinavyoenda kwa kasi. Na pia kuongezea hapo ni kwamba tuko na mipango ya kwamba tuko na hizo online classes. Kwa hivyo tunajipanga vilivyo ili tuambatane na teknolojia. Na kisha nikiweza kuangalia pale, huyu anasema kwamba anaitwa Mkasi Abdalla kutoka Likoni Show. Iko vizuri sana na ningependa nikaweze kujua namna ya kuweza kuwapata. Sisi tunapatikana hapa VOK 100 meters kutoka hapo stage. So mwenye ametoka Likoni anachukua matatu direct kutoka hapo Likoni na anashukishwa VOK, anatupata, tuko rahisi. Na pia tuko kwa website yetu Kisauni Vocational Center.co.ke. Tunapatikana hapo, na pia kwa Facebook tuko, na pia kwa TikTok tuko. Kwa hizo handles zote tunapatikana, na kwa simu pia bado anatupata. Kisaka Mkwenyi anasema kwamba yeye anategea akiwa sehemu za Kitengela. Anasema kwamba congratulations Harrison, japokuwa simsikii yule mwenda wazimu mwenzako. Sasa huyu anamaanisha nini? Nasema kwamba okay, yote yale ni ya chini ya maji. Nasema kwamba wageni wa leo wamemfurahisha sana. Kama mwenda wazimu mwenzangu, sawa. Nasema kwamba uko chini ya maji, akimaanisha Rajab Waziri. Leo pengine neno lako la mwisho tukimalizia, ama ni kipi ambacho nahisi kwamba unahitaji kukizungumza kuambia msikilizaji kule nje? Mimi ni kuambia tu watume watoto waje wasome. Ufundi ni ufunguo, na kwa hakika Kisauni kuna mazuri yote ambayo mtoto atanufaika. Asante. Mimi kwa kumalizia ni kwamba tusiketi nyumbani tukingoja kuletewa. Tukatafute. Kutafuta ni skills. Pata skills, pata ujuzi wa mikono, nawe utakuwa set na TVET. Karibuni sana Kisauni. Bila shaka anasema kwamba karibuni sana Kisauni. Mimi hata mwenyewe pia binafsi naona ile kozi ambayo nimeweza kuchaguliwa nikaweze kuja kuifanya, naona nitakuja kuifanya kwa sababu naipenda pia sana. Naipenda sana kuifanya kule nyumbani wakati mwingine, lakini yote 9-10 tunasema kwamba karibuni sana tena, na hapa pia mjisikie ya kwamba mko nyumbani. Asante sana. Tumeshukuru. Nyumbani, na wakati wote ule ambao mkitaka kuja, sisi tutapokea kulingana vile ambavyo pia tumepokea siku ya leo. Asante sana. Pengine kuongeza kitu kidogo tu, ni kwamba May intake inaendelea. Na shule yetu tunafungua tarehe 5 ya mwezi wa 5. Kwa hivyo yule ambaye angependa kujoin Kisauni, milango iko wazi, anakaribishwa wakati wote. Akifika hadi leo akifika, atapata kuna desk pale, atahudumiwa na ataingia Kisauni. Karibuni. Amen.